wa 6 mstari wa 6. Samueli wa kwanza 30 mstari wa 6. Naye Daudi akafadhaika sana. Kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe. Kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani. Nani? Abiathari kuhani, mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletea hapa hiyo na Israeli. Sisi tunaongelea sasa njia ile Daudi alipokuwa kweli ali mbaya, lakini alipojitia moyo katika Bwana. Kwa hiyo hapa tumaini peke yake inabakia Mungu. Mke na watoto wameenda, mali yote imeenda, wanajeshi hao walikuwa na watumania ndio wanataka kumuua. Sasa Daudi peke yake akaamua kumtegemea Bwana. Na inawezekana umepitia huko, unapitia mambo mengi, familia na kukataa, mke amekukataa, mume amwelewano, kazi haiende vile inahitajika kuendeka, kila kitu unaona inakataa. Daudi sasa akaona mtu peke yake wa kumkimbilia. Hata kama anatumainia Bwana, lazima anahitaji kumkimbilia mtu anaitwa jina yake nani? Mtumishi wa Mungu. Kwa nini mtumishi wa Mungu? Wakati mtu ana shida anahitaji akimbilie mtumishi wa Mungu. Na kanisa yote ni washirika waone mtumishi wa Mungu, itakuwa watapata mambo mengi ya washirika. Tunapokimbilia mtumishi wa Mungu tutapata mambo 3. Sisi wenyewe tunaenda kwa mtumishi wa Mungu. Namba 2, tunapokimbilia mtumishi wa Mungu sahihi, mtumishi wa Mungu ana mambo 5 niye mshirika wa kawaida hali. Na sababu ya hiyo mambo 5 mtumishi wa Mungu iko nayo, ndio maana washirika wanaenda kwa mtumishi wa Mungu. Na ndio maana mnaona tumeweka ofisi pale kanisa. Na naweza kushangaa niko na mwaka mzima mbili au kuniona kwa na kushangaa sana wazali mtu wa aina gani. So kwa Yesu kuponya anapitia tu watumishi wa nani? Kwa Yesu kubariki anapitia watumishi wa nani? Kwa Yesu kufungua anapitia watumishi wa nani? Kwa baraka ya kanisa ni watumishi wa nani? Wa Mungu. Na yeyote anakuwa mtumishi wa Mungu yuko anasema atakaa na matatizo yake. Kwa hiyo Daudi akakimbilia koani Abiathari. Sasa twende kuona vitu gani tunapata kwa mtumishi wa Mungu na vitu gani mtumishi wa Mungu anayo 5 yenye sisi washirika hatuna nayo. Yakobo sura ya 5 mstari wa 13 mpaka 15. James chapter 5 13 to 15. Jacques chapitre 5 13 à 15. Yakobo ni maji yangu, ni maji yangu. Yakobo sura ya 5 13 15. Yakobo 5:13 mpaka 15. Tunasimama tunasoma. Tunaandikwa, mtu wa kwenu anapatikana na mabaya na aombe, ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Mtu wa kwenu amekuwa adhaifu, na waite wazee wa kanisa nao wamwombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Kile kuomba kwa imani utamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamwinua. Ataikiwa amefanya dhambi, atasamehewa, atasamehewa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Huyu Yakobo alianzisha story katika mstari wa sura ya kwanza, sasa ukiwa ndugu yangu furahini mnapopitia majaribu ya aina mbalimbali. Huyo askofu Yakobo alijua kuokoka aizuie shida. Ndio anasema mtu wa kwetu, mtu mwenye amekombolewa na damu ya Yesu, akipatwa na shida afanye nini? Aombe, si alalamike, si anungunike, si ajisikie huruma, si hiyo vitu yote aitoe matatizo. Lakini unapopatwa na shida, unapopatwa na matatizo ya kiuchumi,
unapopatwa matatizo ya ndoa, unapopatwa na matatizo ya kihuduma, unapopatwa na matatizo ya kimaisha, Biblia inatuambia tufanye nini? Tuombe. Na tuombe watu, tunamwomba nani? Mungu. Biblia inasema mtu wa kwetu akiwa na furaha. Furaha inakuja wakati kitu kimefanyika kwa maisha yake. Afanye nini? Amsifu nani? Mungu. Lakini anaenda pointi ya tatu. Mtu wa kwenu akiwa hajiwezi. Wakati mtu anapata na tatizo mwanzo na kuwaka tatizo, mtu anaweza kupambana yeye kama yeye, lakini unapambana unaenda inafanya nini? Inakataa. Inapokuwa haujiwezi, matatizo ya ndoa haujiwezi tena kuisuluhisha yeye wenyewe, matatizo ya kimaisha hamwezi tena kuisuluhisha yeye wenyewe, magonjwa kuna hamwezi tena, nyinyi kama nyinyi inawashinda, inapita level yenu, kiwango inapopita sasa kiwango yenu ni sawa, mko najiombea nyinyi wenyewe, sawa. Na katika kujiombea saa zingine unajua tu aina mbili ya maombi, japo ndani ya Biblia kuna aina 18 ya maombi, na utakuta kiwango ya Yesu ilikuwa juu ya wanafunzi. Kuna vitu wanafunzi walikuwa naomba wanajibiwa, na vitu wanaomba hawajibiwi, na walipoona Yesu kila kitu anaomba anajibiwa, ikabidi wampate, waambie tufundishe na sisi kuomba. Unaona kila kitu tunaombea wewe unajibiwa, huyo ni mtumishi na hawa ni washiriki. Sasa tatizo ikikushinda, ikikulemea, imekupita, imekushinda, Biblia inasema uende kuona wazee wa kanisa. Wazee wa kanisa ni nani? Tatizo ya makanisa ya waandafana. Ndani ya Biblia hakuna wazee wa kanisa, lakini wazee wa kanisa unakuta Petro, Paulo ni wachungaji. Ni wachungaji. Hakuna ndani ya Biblia kanisa ya wazee wa kanisa. Kwa kawa wazee wa kanisa hawakuwa na kazi, wanakuwa na vyeo lakini hawana nini? Kazi. Na ukiwa na cheo bila kazi, kazi ya Mungu hainuke. Wazee wa kanisa ni wachungaji, mitume, manabii, ndio wazee wa nini? Wa kanisa. Wewe enda kuona wazee watumishi wa Mungu. Na sisi hatukuwa na kanisa ya wazee, na kanisa ya watendaji, mitume, manabii, walimu, wengi, na kila mtu anapewa kazi yake. Fanya kazi. Enda kuona watumishi wa Mungu. Kwa nini aende? Unajua, kwanza kupeleka shida yako kwa mtu ni kujidhalilisha, ni kujiaibisha. Mtu aanze kujua maneno yako kwa ndani, unakuwa unajiaibisha, unakuwa unajidhalilisha, unakuwa unajifanya mdogo. Anasema utapoenda kwa wazee wa kanisa, watapokuombea, Biblia inakwamba maombi Biblia inasema maombi ya wenye ari ya imani itamponya nani? Mgonjwa. Unapoenda kuona mtumishi wa Mungu, haijalishi magonjwa yako ni kiasi gani, haijalishi magonjwa yako ni sugu kiasi gani, yale magonjwa itafanya nini? Itapona. Hiyo ndio sababu ya kwanza ya kuona mtumishi wa Mungu. Na angalia, watu wote walikuwa wanaenda kwa Yesu, walikuwa na matatizo, walikuwa wanajiombea kwanza wao. Iliposhindikana, walipoenda kwa Yesu, Yesu alifanya nini? Aliwapona. Kwa sababu kiwango ya imani ya mtumishi wa Mungu ni kubwa kuliko kiwango ya imani ya nani? Ya mshirika. Niliwashuhudia mwaka 91, tulienda sehemu inaitwa Kalemi. Nilikuwa Kisangani, nilikuwa nasimamia kanisa, na aliyekuwa askofu wetu alikuja, wakatubeba, alifanya semina pale kwa kanisa yangu Kisangani. Then akaniambia nimpeleke, anaenda kufanya semina Kalemi. Tulishuka Kalemi Jumatatu na Jumanne semina ilianza. Lakini kwa sababu ilitangazwa walete wagonjwa, wenye shida, matatizo mbalimbali, watu walikuja wengi kwa mkutano. Lakini unapotembea na askofu, we pasta, ni kama shemashi. Kazi yangu ilikuwa kupiga rangi ya viatu ya askofu. Kazi yangu ilikuwa kupiga pasi nguo ya nani? Ya askofu. Aliposimama akafundisha, mwisho wa siku akaita walio na shida. Ndio bila ukiwa na matatizo inakulemea, imekuzidi, hapana kwenda kwa waganga. Ukiwa na matatizo imekulemea, imekuzidi, hapana kwenda kwa rafiki. Tafuta watumishi wa Mungu wa kweli. Na mkutano ilipoisha, tulipomaliza mkutano,
Zamani watumishi wa Mungu hawakuwa wanapanga hoteli, ni wa sasa watu wa Mungu wanapanga hoteli. Kulikuwa kanisa hili na kulikuwa nyumba ya kukaribisha wageni. Tulienda pale kwa nyumba ya kukaribisha wageni, na tukaona mama mmoja anakuja. Huyu mama akaja anabisha, na askofu alikuwa anapumzika kwa kitanda, mimi niko kwa sebule. Huyu mama akasema, nataka kuona askofu. Tukamwambia ametoka kufundisha, amechoka. Unajua Wakristo hao hawajui kama tunachoka, na kama kuna kazi iko na ngumu, afadhali kazi ya kusukuma mkokoteni inatumia mwili, lakini kazi ya kuongea inatumia nini? Akili. Inachosha sana. Nikamwambia askofu amechoka. Asema hapana, umwambie nataka kumuona, kisha kumuona namweleza shida yangu, naenda kujitupa kwa ziwa Tanganyika. Niliposikia ni story ya kujiua, nikaenda kumwambia askofu, kuna mama anasema anakueleza shida yake, kisha kueleza shida yake atajitupa kwa nini? Kwa ziwa Tanganyika. Askofu akaja akamwambia, mama, kama ulijua utajiua kisha kunieleza shida yako, kwa nini ukuje kwa mtumishi wa nani? Wa Mungu. Hakuna mtumishi wa Mungu atakuruhusu ujue. Mama akamwambia askofu, wewe ukisikia shida yangu, wewe mwenyewe utaniruhusu mimi niende kujitupa kwa ziwa Tanganyika? Kuna watu wana shida, wewe unajaribu kukunenepesha shida. Una shida, sema sina shida, sema sina shida, lakini nanenepesha shida. Siku nilisikia shida yenu mama, ndio mtu wote hata anieleze shida, sionake kama kuna shida. Askofu akamwambia, eleza shida. Akasema, sisi tumezaliwa kwa familia watoto 10. Wakongo wanatimiza neno ya Mungu, wanajaza nchi. Walizaliwa watoto 10, na yeye akiwa mzaliwa wa kwanza. Akasoma akamaliza masomo idadi, na akiisha kusoma akapata neema, akaolewa na akazaa watoto 3. Ghafla last born, mzaliwa wa mwisho kwa tumbo yao, alikuwa anamaliza masomo Lubumbashi, na alipomaliza masomo kwa familia ilihitaji kumpata kule Lubumbashi wende wafanye sherehe. Ndugu yake 8 hapo wakampata kule Lubumbashi, wanapanda gari moshi kutoka Kalemi wanaenda Lubumbashi. Yeye kwa sababu alikuwa ameolewa akabaki na mume wake. Baba na mama yake pia wakabaki, wakasubiri watapotoka kule watafanya sherehe nyingine hapa, kutoka amemaliza chuo. Na walipoenda kule, sherehe ilifanyika vizuri, kila kitu ilipita vizuri. Na walipokuwa na rudi, wale ndugu 9 wote kwa gari moshi kafanya ajali. Ndugu yake wote 9 walikufa siku moja. Sema sina shida, sema sina shida, lakini nanenepesha shida. Ndugu yake wote 9 walikufa siku moja. Akasema huyu dada alikuwa ameokoka. Nakwambia kuokoka izuie majaribu kwetu. Inakuwa sasa usituache kushindwa na majaribu. Majaribu iko ukiwa peke yako. Ukifikiri unafukuza mke wako ndio majaribu inaisha, uongo. Majaribu itakuwa. Ukifikiri unaachana na mume wako ndio majaribu inaisha, ni uongo. Majaribu itakuwa. Majaribu iko ukiwa peke yako. Majaribu iko ukiwa katika ndoa. Walifanya matanga, lakini ndugu zake walipokufa siku moja, alikuwa na ujauzito wa mwezi mmoja. Walifanya matanga miezi 2, na baada ya kufanya matanga miezi 2, matanga ilipoisha mwezi wa 5, kolera ikaja. Kama vile korona ilikuja hapa, tukua yajua korona. Sasa kolera kweli wakati na ikaja yajulikana vizuri, na kazi ikaja ikabeba baba yake, ikabeba mama yake, na kuramba watoto yake wote 3. Akafiwa na watoto yake wote 3, akafiwa na baba yake na mama yake, akabaki na mume wake, na akabaki na ujauzito wa miezi 3. Sema sina shida. Ndio Yakobo anasema, ndugu zangu furahini mnapoangukia majaribu ya aina mbali. Na walifanya matanga wakiwa mwezi wa 5, wakiwa na ujauzito
Mume wake alikuwa dereva wa lori, peleka mizigo masafa mbali, na mume wake alipata mzigo inahitaji ipeleke South Africa, na huyu mume alikuwa mzee, wenyewe wanaeneza ukimwi dunia nzima, ni madereva ya lori. Kila mahali analala wana wanawake, kila mahali analala, kila kituo wana wanawake, kila kituo wana wanawake. Akaenda kupenda mke wa watu ya kabila ya Wasongo, na huyu mke walimfanyia matambiko kwamba hakuna mwanaume yote anaweza kufanya na mapenzi na mke, utapooza mwili. Huyu dereva wa lori akatembea na mke wa mtu akapooza, kinakula pale pale, kinakula pale pale, ilirudishwa. Naelewa maisha ya Kongo, wanawake wanategemea wanaume 100%. Baba tulirejeshwa, maisha kabadilika. Inahitaji kwa mambo, lakini ana sehemu tu ya kwenda ada, na alipokizaa walikuwa wanakiita kishetani. Madaktari walitaka kuua hiyo kitu, dada akakimbilia na kishetani. Ndio siku ya tatu sasa kunasikia matangazo, kuna mtumishi wa Mungu anaoleta wagonjwa, leta wenye shida, watu waponya. Ndio alikuja na kile kishetani. Nakwambia nileta matatizo ya Kongo 5:15. Shida ikikuzidi, enda kuona watumishi wa nani? Wa Mungu. Kama shida ingali kwa kiwango yako, pambana wewe nao kama wewe. 13 lazima ukiwa na shida kuomba. Lakini unapoomba inakataa. Biblia inatuambia kwa nini hapo? Biblia inasema enda kuona watumishi wa nani? Wa Mungu. Ndio dada Bishop alipofundisha aliomba na watu. Si atakuwa anajua story kama hii. Kisha kuomba dada akaona matatizo yake alipata nini? Ndio akaja kusema nataka kuona mtumishi wa Mungu. Kisha kumuona anajitupa kwa ziwa Tanganyika. Askofu akamwambia eleza shida yake. Dada alipoeleza shida yake, hata mimi ilishinda imani yangu. Ni mwaka 91 niliposikia familia yake, ndugu zake wote 9 wamekufa siku moja. Baba yake na mama yake na watoto wake 3 wamerambwa siku moja. Mume wake kinapooza, kinakula pale pale, kinakunywa pale pale. Mtoto amezaka kitoi, anakitumia. Mimi kimwili ni daktari wa wanawake. Nilipoangalia hivi, mtu hakina mikono, hakina miguu, yeye alikuwa anakiita kishetani. Ndio akamuuliza askofu, kuna sababu ya mimi kuendelea kuishi? Kwa sababu kama nitaendelea kuishi nitakuwa na shida ngapi? 2. Kuhudumia kishetani kenye hakiko mtu, na kuhudumia kibwana kenye hakiko kibwana. Ni makosa gani nimemfanyia Mungu? Na nimeokoka kiwa mdogo. Napenda sema sina shida, sema sina shida, na nimepesha shida. Niliposikia dada anaongea, inashinda imani yangu. Nakwambia mimi kama ndio nilikuwa nafanya usafi na kama tungeenda na sofu ningetoroka. Sasa inashinda imani yangu. Nikasema hapa tuache askofu afariki. Nini ndio? Kile kisha ndio kibadilike, au kile kibwana kisha kwa kiache kibwana ndio kitakuwa. Askofu akamwambia matatizo yako ni kubwa, nataka ukuruhusu uende kujitupa, lakini usome Yakobo ile 5:13-15. Sasa maombi ya mtumishi wa Mungu ni maombi niko na imani. Warumi 10:17, imani waje kwa kufanya nini? Kwa kusikia. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu ana maneno mingi ya Mungu kuliko mshirika. Na nikiwa na maneno mingi ya Mungu kukuliko, kwa hiyo wote ni kuacha mimi sioni hatari. Mali sioni unakwama, mimi sioni unakwama. Kwa sababu neno la Mungu linaniambia, neno la Mungu linaniambia. Mtumishi amwambia kweli nataka kuruhusu uende kujitupa kwa ziwa Tanganyika, lakini niruhusu kitu moja. Mtumishi Mungu kufanya hiyo kitu na kuruhusu uende. Mama akauliza jambo. Mtumishi wa Mungu akasema niruhusu mimi nisome neno. Na elewa ndio njia ya 5. Majaribu, mtu anatoka kwa majaribu kwa njia ngapi? Biblia sasa tangu siku jaribu imeingia.
Mungu anaweka njia ya kutoka kwa majaribu, na njia ya kutoka kwa majaribu iko tano. Njia ya kwanza kuomba, njia ya pili kukumbuka ahadi ya nani? Ya Mungu. Njia ya tatu kukumbuka ushindi wa nini? Wa jana na mwaka jana. Usione tu shida, ona vita Mungu alikupigania mbele. Na njia ya nne ndio tukowahi kuanza kuenda kuona mtumishi wa nani? Wa Mungu. Na tutaishia njia ya tano, Yesu alimshinda shetani kwa neno. Sasa tunasema tunaenda kuona mtumishi wa Mungu. Kwa mtumishi wa Mungu tunapata vitu tatu, lakini kwa sababu ni mtumishi wa Mungu ana vitu ngapi? Tano. Lazima mtumishi wa Mungu wa kweli awe na mambo tano yenye mshirika ana nayo, na huyu mtumishi wa Mungu wa kweli akiwa na haya mambo tano itamsaidia mshirika kupata mambo ngapi? Tano. Kitu ya kwanza, ataponywa na ugonjwa. Kitu ya pili, atasamehewa dhambi. Kuna matatizo mingi yanatokana na dhambi za watu. Na kitu ya tatu, inasema kama hakuwa anasimama atasimama tena upya. Tunataka biashara yako isimame upya, tunataka kazi yako isimame upya, tunataka ndoa yako isimame upya. Hata katika kwenda kuona mtumishi wa Mungu yule amekomaa, unapata hiyo vitu tatu. Hata Biblia inasema askofu akaambia hata nisome neno, akasema soma. Askofu alisoma neno. Baada ya askofu kusoma neno, akaanza kutafsiri neno, wakanipatia mimi, nikabeba kile kishetani. Unaona, askofu anasoma neno. Dada alikuwa analia, lakini nikaona baada ya dakika 10 askofu akiwa na tafsiri, nasikia dada anasema amina. Askofu ajua kufariji kweli. Neno inaponya, neno inabariki, neno. Na ukienda mahali pote wafundishe neno ya Mungu, hakuna Mungu. Kwa sababu Mungu ana jina 32. Kama unataka kujua uko mahali kuna Mungu, shida ya kujua uko na Mungu ni mahali peke yake wanafunza neno. Mungu ana jina 32. Moja ya jina ya Mungu ni Roho, na Roho ana sifa tatu. Sifa ya kwanza ya Roho, hana mwili. Sifa ya pili ya Roho, hana damu. Na sifa ya tatu ya Roho, hana mifupa. Ni mtu mwenye aweze kuonekana na macho ya binadamu. Sasa tunaabudu Mungu mwenye aweze kufanya nini? Kuonekana, lakini tutajuaje tuko na muona Mungu? Mungu ana jina 32. Na jina ya kwanza ya Mungu si Mungu. Jina ya kwanza Mungu hakujulikana kwa jina la Mungu. Yohana 1:1. Inasema mwanzo, hata kabla ya malaika kuwepo. Mwanzo alikuwa nani? Mwanzo alikuwa nani? Neno. Hakuwa Mungu. Aliyetangulia ni neno. Mwanzo alikuwa neno. Neno alikuwa pamoja na Mungu, na neno alikuwa Mungu. Kwa jina kubwa ya Mungu kupita majina yote, jina yake anaitwa nani? Na Biblia inasema Mungu iko nyuma ya neno lake. Sasa mahali pote wafunze neno ya Mungu, hakuna Mungu. Hata kama miujiza ifanyike kiasi gani, hata kama vipofu waone wako kufuke, lakini kama wafunze neno ya Mungu, hakuna Mungu. Askofu alipoanza kufundisha Mungu iko nyuma ya neno lake. Mungu haiko nyuma ya maseremoni tunafanya makanisani, lakini Mungu iko nyuma ya neno. Alipoanza kufundisha neno, alifundisha neno, nikasikia mama anasema amina, kwa sababu neno linaponya, neno linafariji, neno linakomboa, neno linaokoa, neno linaweka njia mahali hakuna njia. Na baada kama dakika 30 au 25 askofu akiwa anafundisha neno, hii neno lipokolea ndani ya maisha ya mama akasimama, Bwana amefanya muujiza, Bwana amefanya muujiza. Maneno ya wenye imani, watumishi. Wewe unaona kuna shida kubwa, lakini mtu wa Mungu unaona kuna tatizo kadogo. Sasa unapolemewa na matatizo ya ndoa, unapolemewa na matatizo ya kiuchumi, unapolemewa na matatizo ya kimaisha, enda kuona watumishi wa Mungu.
walio na sifa 5, na wakiwa na sifa 5 utapata vitu 3. Kitu ya kwanza, matatizo uko nayo itapona. Kitu ya pili, hata kama ulikuwa na dhambi, mbingu itasamehe. Na kitu ya 3, hata kama ulikuwa umelala umeharibika, utainuka tena. Na mama akasema Bwana amefanya muujiza. Askofu akamwambia Bwana anafanya muujiza. Ndio wakashikana kwa mikono, lakini inashinda imani yao. Mimi nilikuwa pale kama niko naangalia sinema. Naelewa si kachungaji, niko mchungaji na kanisa. Ni katika Kisangani tukiwa na ukumbi kubwa ya Sineros, kanisa kubwa, lakini hii tatizo la shinda imani yao. Walishikana, waliomba, walilia, sio kulia ya kukata tamaa, kulia ya furaha kwamba Mungu amefanya nini? Muujiza. Na baada ya kuomba, stori ya kwenda kujitufajia Tanganyika kufanya nini? Akabeba kishetani chake, akarudia nyumbani, tukalala. Kesho asubuhi saa 10, unapofikiria mtumishi wa Mungu, nakwambia kusudi mtu apone, nisikilize kwa nusani. Madhabahu ina 24% kwa maisha yako kusudi upone. Hivi kunasikia vitu kwa madhabahu, nyimbo, sifa, neno, ina 20% pekee kusudi upone. Lakini kusudi upone ile 50% ni kuona mtumishi wa Mungu, na 30% ni katika ushirika ya pamoja. Sasa 20% kubwa ni kuona. Kama Biblia kuanzia kitabu ya Mwanzo mpaka kitabu ya Ufunuo, watu waliokuwa na shida walipoenda kuona watumishi wa Mungu. Na mbona unakimbia na shida? Mbona upende kuongea na watumishi wa Mungu? Kesho asubuhi saa 12:30 tulisikia kwa dirisha kuko kubwa. Leo si ni wageni. Askofu kwake ilikuwa Lubumbashi na mimi kwangu ilikuwa Kisangani. Ninakuja tukumsikiza kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Kwa dirisha koko, nikafungua dirisha, nikaona huyu mama wa kishetani. Kaambia askofu, huyu mama wa kishetani asubuhi mapema, si wageni tena, ni wanaume na yeye ni mwanamke. Nikaenda kufungua mlango, je, sitaki mtu aingie. Mama, una shida gani? Sasa nataka kuona askofu, nataka kuona askofu. Nikamwambia lakini mapema. Sisi nikafunga mlango. Nilipoenda kumwambia askofu, huyu mama anataka kuona. Angalia, kuna sababu ya kuona. Ndio maana leo hatuna watumishi wazuri wa Mungu. Kwa sababu watu wa Mungu wakiota ndoto moja kesho nabii hakupata muda ya kukaa chini ya watumishi wa nani? Wa Mungu. Hauwezi kuwa mtumishi mzuri wa Mungu pasipo kukaa chini ya watumishi wa Mungu. Never. Nilipoenda kumwona askofu, nikamwambia mama anasema anataka kukuona tena. Askofu akaniuliza swali mimi sikuwa naijua, sikuitarajia, sikuifikiria. Askofu akaniuliza, anakuja tena analia, au kwa hali gani? Huyu mtu amekomaa. Ameona mimi, amepitia mimi. Nikamwambia hapa, naona iko ngangari. Sasa lazima afanye nini? Akuone. Naona kabisa lakini ana ujasiri, anataka kufanya nini? Kuko akamwambia mruhusu aingie. Akaingia. Mama alipoingia, hii ndio story ilibadilisha maisha ya utumishi. Na from that day, mimi naamini Mungu anaweza. Amen. Hakuna jambo utaniambia sema initishe, inisumbue, nione kwamba Mungu hawezi. Jina moja ya jina ya Mungu katika kitabu ya Ayubu 42:2, Mungu anaweza yote. Mama alipoingia, mama alisemesha, anakaa kwa kiti na mimi hapa. Askofu alipotoka kwa room, alipoona tu askofu, Bwana amefanya muujiza, Bwana amefanya muujiza, Bwana anafanya muujiza. Safari hii mama anipe tena kishetani. Lakini makosa ya askofu, asimuulize ni muujiza gani imefanyika. Unajua kwa nini amuulize? Ana mambo mengi, ana mambo 5 zaidi ya mshirika. Ana imani. Wakasimama
Wakaanza kushukuru. Hiyo ndio nilihusikisha kupita yote. Mimi nilitaka askofu amuulize mama kitu gani aweze kushukuru kwa kitu ya uone. Wakashukuru na waangalia, na niko pasta, niko mshirika. Mimi nimekuwa pasta nikiwa na mwaka 16. Nilikoka mwaka 15, mwaka 16 nilikuwa mchungaji tayari. Nimesoma sekondari, nimesoma university, nilikuwa pasta. Na mwisho walipokaa chini, askofu akaambia, eleza Mungu amefanya nini? Akasema, nilipotoka hapa ni shetani. Ni alikuwa anakiita yeye mwenyewe. Hakuna miguu na hakuna dalili ya miguu. Hakuna mikono na hakuna dalili. Hakuna shingo. Hii inashikana. Na ana maumbile, si mwanamke na sio mwanaume. Mungu anapokuja kwa maisha yetu, Mungu akuje kwa maisha yetu kwa vitu vinawezekana. Mungu anakuja kwa maisha yetu kwa vitu visiwezekana. Ukiona tu Mungu anakutembelea, kwa hiyo iko nakuja kushughulikia vitu visifanya nini? Visiwezekana. Kwa sababu itapowezekana, utaona kabisa si mkono wa mwanadamu, lakini ni mkono wa nani? Wa Mungu mwenyewe. Akasema, nilipotoka hapa, nilipofika nyumbani, nikaweka hiki shetani kwa kitanda. Sasa akaanza kutengeneza mchele. Wamama mnajua maji kwa moto, unatoa mchele mchafu. Kusudi anasema nipigie chakula baba, hiki bwana kinyaki kiko kibwana. Akiwa anatengeneza anatoa mchafu kwa mchele, maji yanachemka, akasikia lakini kishetani kinalia. Lakini anasema tangu alikizaa, kwa hiyo siku tatu kilikuwa analia. Kikalia akakipuuza, lakini kikalia zaidi akakipuuza, lakini kikalia tena. Unajua hata ni kishetani lakini ni damu yake. Hata ni albino lakini ni nani? Damu yake. Hata ni maskini lakini ni nani? Damu yake. Hata ana ulema lakini ni nani? Damu yako. Akasikia huruma. Kwa nini kinalia zaidi? Akalazimika kuweka mchele haraka ndani ya maji na kukimbia chumbani kwenda kujua kwa nini kinalia. Alipofika akakuta kinalia kinatapika, kinalia kinatapika. Sasa akiwa anatafuta nguo ya kutoa matapi, alipopata nguo kinatapika, mkono unatoka, mguu unatoka, kinatapika, mkono unatoka. Paka akatoka. Jina yake anaitwa Miujiza, ni mhubiri kwa Marekani, mtoto wa 1981, wanaishi na mama yake Marekani. Akatokea mwanaume mzuri, shingo nzuri, mama akaonesha mtoto. Lakini leo ni daktari wanaona. Nikajaribu kukagua mtoto wa jana na leo. Angalia, mbingu ikukutembelea, maisha yako ya leo na ya kesho itakuwa tofauti. Mbingu ikikutembelea, watu hawataamini, watu hawatakubali, watu watapiga mahesabu ya kila njia inashindikana. Akaonesha, walilia. Lakini mimi masomo yangu ilikataa nifurahi. Masomo yangu ikaniambia mama ameiba mtoto. Sasa wajana kukua dalili yoyote mahali kuna mtu. Wajana kuwa dalili mahali popote, na leo wewe mwenyewe unasikiliza hapa, hakuna dalili yoyote hata upate baskeli, upate pikipiki. Lakini kesho watashangaa wakiona unatembeza gari kubwa. Walishukuru. Mimi naangalia mtoto wa jana, yule nilikuwa nabeba kishetani, naangalia mtoto wala mrembo mzuri. Walipoisha kuomba kushukuru, nikamwambia askofu, unaweza kuniruhusu nimpeleke mama nyumbani? Askofu aelewe malengo yangu. Mimi ni Toma, nataka kwenda kujipa. So hii ni kesi, mama ameiba mtoto wa watu. Askofu akaambia no problem, mpeleke. Mahali tulikuwa na mahali mama akitoka kwa miguu ni kama dakika 30. Tulieni. Tulipokaribia kwake,
watu asubuhi wamejaa wengi. Nini ilifanyika? Wakati mtoto alikuwa anatapika na kutoa mikono na miguu, mama mwenyewe alipiga nduru, majirani wote walikuwa kuona vile Yesu alikuwa anafanya operation. Na sasa asubuhi majirani wote wanakuja pale, wanataka kuona huyu mtoto, wanakuta mama na mtoto haiko. Sasa wako wanapiga tu. Sasa walipotuona sasa, ndio yule walikuja kunyang'anya mtoto. Nilitoka pale, Mungu ananiambia, napenda kutumika na wewe, lakini haona imani. Imani yako ngali kidogo, imani yako iko chini. Nataka kutumika na wewe. Biblia inasema tangu siku jaribu inakuja, the same day Mungu anaweka njia ya kumtoa mtu. Kwa nini? Majaribu haiwe, lakini njia ya ile inafanya mtu atoke kwa majaribu ni kwenda kuona watumishi wa Mungu. Kama huyu mama singeona mtumishi wa Mungu, angejiua, angejinyonga, kwa sababu alikuwa anaona vile tatizo iko da kulisha kitoto kenye kiko kitu na kulisha bwana kenye kiko kubwa, kwenye tatizo kubwa, lakini akaamua kwenda kuona mtumishi wa nani? Wa Mungu. Ndio Yakobo 5:15 inasema, ukiwa umelemewa na matatizo, ona mtumishi wa Mungu. Sasa tu muda yangu inaniambia tutakopea, tumeenda mbali. Nitaka kuona sasa, nitaanza kuonesha. Tunasema tunapoenda kuona watumishi wa Mungu wa kweli, tunapata vitu ngapi? 3. Kitu ya kwanza, magonjwa tulikuwa nao, tunafanya nini? Tumesoma Yakobo 5:15. Magonjwa tulikuwa nayo, itapona. Kitu ya pili, dhambi. Angalia, Yesu alikuwa kwa nyumba ya mtu mmoja, polisi anakuja anakaribishwa kwa nyumba ya mtu, watu wakajaa, lakini wale wamejaa nje, ndani matatizo yao tu kidogo. Wakamletea mtu kuna tatizo kubwa, amepooza mwili. Kanisa yake wanajua matatizo, amepooza. Familia yake wanajua matatizo, amepooza. Ndugu zake wanajua matatizo yake, anapooza. Mtaa anaishi wanajua anapooza, paralytic. Na walipofika naye hakuna jinsi ya kumuingiza, watu wote wamejaa. Ikabidi hao watu wakasema, huyu Yesu peke yake. Kwa sababu katika jina 32 Yesu alionayo, moja ya jina ya Yesu anaitwa Jehova, maana yake Mungu mponyaji. Yesu ni daktari bora kupita madaktari wote. Kwa sababu sisi madaktari wa dunia tunatibu magonjwa mengi. Tunatibu magonjwa ya mwili na tunatibu magonjwa ya kiakili, psychological problem. Lakini Yesu anatibu magonjwa ya mwili, anatibu magonjwa ya kiakili, anatibu magonjwa ya kiroho, anatibu magonjwa ya kimaisha, anatibu magonjwa ya kijamii. Yesu anatibu magonjwa zaidi ya yale magonjwa madaktari tunayatibu. Lakini namba 2, hata yale magonjwa sisi madaktari wa dunia tunatibu. Tuna magonjwa hatuna tiba. Corona ni ugonjwa wa mwili, hatuna tiba. Ukimwi ni ugonjwa wa mwili, hatuna tiba. Lakini kwa daktari ya Yesu nasema kisiwezekana kwa binadamu, kwake kinafanya nini? Yesu anatiba kwa magonjwa yenye na tiba, na Yesu anatiba kwa magonjwa isiyo na tiba. Na uzuri wa daktari Yesu ya 3, sisi madaktari wa dunia tunatibu wagonjwa, hatutibu mauti. Lazaro alipougua, hii Lazaro ndani ya Biblia kuna Lazaro 2, lakini Lazaro aliyeishi ni mmoja peke yake, kaka yake ya Martha na Mariamu. Na kaka yake ya Martha na Mariamu alikuwa tajiri, lakini Lazaro yule alikuwa na vidonda, maskini na tajiri. Huyo Lazaro hajawahi kuishi, ilikuwa mfano, parable. Na tajiri akiugua anapelekwa hospitali ya viwango, na madaktari wa dunia walikaa chini theater wakamshughulikia, ukashindikana. Na ujumbe kaenda kwa daktari wa madaktari, daktari bingwa. Na inawezekana matatizo yako umepita huku na upele usivunjike moyo. Umekutana na madaktari wachache, wadogo, wa viwango ya chini. Hapa tuna daktari wa madaktari. Hapa tuna daktari bingwa, Yesu Kristo Mnazareti. Na Yesu akaja kufika baada ya siku ile, amekufa.
Na madaktari wa dunia, mtu akifa wanainua mkono wanapeleka mochari. Walikuwa wampeleka Lazaro mochari, na wakamtoa mochari wakampeleka kaburi. Na daktari Yesu alipofika, Yesu atibu wagonjwa. Yesu anatibu anayeugua na anatibu anayekufa. Yesu anatibu ndoa inaugua, anatibu ndoa inakufa. Yesu anatibu biashara inaugua na anatibu biashara inakufa. Yesu anatibu huduma inaugua na anatibu huduma inayofanya nini? Inakufa. Na alipofika akamfufua Lazaro mtumishi. Sasa wakajua ndio daktari mbele, lakini kuna obstacle, hakuna jinsi waingie. Nyumba imejaa, wakapasua dari, wakamshusha. Familia yake wanajua anatoweza, kanisa yake wanajua ni parenti, marafiki yake wanajua lakini walipofika mbele ya Dokta, daktari Yesu alipomtazama mgonjwa vizuri. Unajua mara nyingi watu hawapone kwa sababu wanatibiwa dalili, lakini hawatibiwa ugonjwa. Mara nyingi watu wanakimbia huku na huku, wanaenda huku na huku wakipeleka dalili, lakini ugonjwa haishughulikiwi. Yesu alipomuona yule anayepooza, bali Yesu amwambia, mwanangu, kupooza kwako kumekwisha. Yesu akamwambia, mwanangu, dhambi yako imesamehewa. Chanzo ya yeye kupooza, alifanya dhambi miaka mingi. Sasa tutapokutana na watumishi wa Mungu, namba 1, magonjwa ya kiroho ya kiuchumi, magonjwa ya kiroho ya kiafya, magonjwa ya kiroho ya kindoa, namba 1 utapona. Lakini namba 2, hata kama tulikuwa na dhambi, Mungu atatusamehe. Na namba 2, kama tulikuwa chini, tutainuka tena. Nasema kuanzia leo inuka tena. Nasema kuanzia leo inuka tena. Nasema kuanzia leo inuka tena. Sasa kuanzia Jumatano naanza kwenda kukueleza sasa mambo 5 mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu wa kweli anahitaji kuwa na mambo 5 kusudi mshirika apate mambo 3. Na Baba yangu wa mbinguni awabariki sana.